Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Wiki hii tunazungumzia zao la karanga. Utafiti wa zao la karanga ulianza mwaka 1978 hapa nchini. Wakati wa ukoloni, Waingereza walijenga reli kutoka Mtwara mpaka Nachingwea. Lengo lao ilikuwa ni kukuza zao la karanga na kusafirisha kwenda Uingereza ili wakakamue mafuta. Kipindi hiki kimezungumza na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa kilimo na liendele, ambaye ni mtafiti kiongozi wa mazao ya mafuta, Dr. Omari Mponda. Yeye alianza kukutufafanulia zaidi historia ya kilimo cha zao la karanga hapa nchini. Ya zao la karanga kama mnavyokumbuka, tuseme tu utafiti wake unaanza mwaka 78 kwa kwetu sisi, lakini kabla ya hapo kulikuwa na wakoloni ambao walikuja kutusaidia utafiti wa zao la karanga. Ukumbuke Mtwara au Nachingwea kwa wakati ule, wakati wa ukoloni, Waingereza walikuwa wametujengea reli hapo kutoka Mtwara mpaka Nachingwea, na kwamba kulikuwa na groundnut scheme. Sasa groundnut scheme ile lengo lao lilikuwa ni kuzalisha karanga za kutosha ziende Ulaya kwa maana ya Uingereza ili wao wakakamue mafuta. Lakini ile program nafikiri haikuwa imefanikiwa sana. Kwa hiyo mpaka sisi tunakuja kuanza utafiti wetu, kuna mbegu ambazo tulikuwa tumezirithi ambazo zilikuwa zimeanzishwa na wakoloni. Mbegu moja hapo ilikuwa inaitwa Red Witunde, kuna nyingine inaitwa Natal Common, kuna nyingine inaitwa Dodoma Bori. Hizi ndio ambazo zilikuwa zinasambazwa au ndio wakulima walibakiwa nazo. Kwa hiyo tulianza programu yetu mwaka 78. Lengo ni kwamba serikali ilikuwa imeanzisha kituo cha Naliendele kwa programu ya utafiti wa mbegu za mafuta, kwamba serikali au nchi iwe na uwezo wa kuzalisha mafuta yake yenyewe. Sasa kwa sababu kulikuwa hakuna teknolojia, ilibidi wataalamu wa wakati ule waanzishe programu mbalimbali za utafiti. Moja hapo ni kutafuta mbegu bora, aina gani zitumike kwa wakulima ili tuweze kuzalisha. Alafu vile tuangalie namna ya kupanda hilo zao, kama linahitaji mbolea au halihitaji mbolea, lakini vile vile tulifanya utafiti wa kuangalia visumbufu vya zao la karanga. Sasa kuanzia mwaka 78 mpaka leo nafikiri karibu miaka 35 au na karibia miaka 40 hivi. Nafikiri ikifika mwakani naweza kuwa miaka 40 hivi. Kazi kubwa imefanyika, na nashukuru kusema kwamba tunazo mbegu ambazo tumezigundua sisi wenyewe wa Tanzania karibu aina 15. Mbegu hizo ni kama mwaka 83 tulitoa mbegu yetu ya kwanza ambayo tulikuwa tunaita Nyota. Kuna nyingine inaitwa Johari. Alafu baadaye tukakaa nafikiri miaka 10 hatukuwa na uwezo wa kufanya utafiti kiasi cha kutosha, kwa sababu utafiti wa mwaka 75, 78 mpaka 85 ni kwamba tulikuwa tumesaidiwa na Waingereza. Kuanzia 85 mpaka miaka 90 hatukuwa na funding za kutosha. Kwa hiyo hakuna kazi kubwa ambayo ilifanyika, lakini baadaye kutokana na kurudi kwa utafiti kwa maana ya TAP2, Tanzania Agricultural Research Project, ilitusaidia sana kuibua aina nyingine za mbegu bora. Mbegu ambazo ziligunduliwa kwa kipindi hicho, kwa particularly kwenye ile NALEP 1, NALEP 2, kama vile tunaweza kusema kulikuwa na mbegu inaitwa Pendo ambayo iligunduliwa mwaka 98, kulikuwa na mbegu inaitwa Sawia nayo ilitoka mwaka 98. Kwa hiyo kuanzia mwaka 98 mpaka 2002 hatukuwa na mbegu ya kueleweka hapo. Na kwa sababu hakukuwa na pesa ya kutosha kufanya utafiti huo nani. Sasa kutokana na ushirikiano wa sisi pamoja na watu wa ECRISAT au shirika la utafiti wa nchi za mazao ya nchi za ukame, ECRISAT wako Lilongwe pamoja na India, wametusaidia kwa kiasi kikubwa sana kupitia mradi wa karanga. Tumeweza kugundua aina nyingi za karanga. Kwa mfano huo mradi ulianza mwaka 2007. Kwa hiyo ilipofika mwaka 2009 nafikiri tuliweza kugundua aina karibu 5 hizo zilitoka. 2015 tukatoa 3 nyingine, na mwaka huu tumekuja kutoa aina 3 nyingine. Kwa hiyo jumla tuna aina karibu 15. Labda tu nizitaje hizi mbegu ambazo sasa hivi ndio zinaonekana kwamba zipo kwenye soko. Mbegu kama ya Pendo ndio ambayo tulitoa mwaka 98, na ilitokea kwamba imependwa sana na wakulima kwa sababu yenyewe ndio ilikuwa ina haraka kukoma, lakini vile punja zake zilikuwa ni kubwa ukilinganisha na ile Nyota ambayo tulitoa mwaka 83. Ingawa Nyota ilikuwa na mafuta mengi zaidi na ndogo,
Sasa watu wengi walaji wa karanga wametokea kuwa wengi zaidi, kwa wanapenda karanga ambazo ni kubwa kubwa. Kwa soko la sasa hivi wanataka karanga kubwa kubwa. Watu wengi wanapenda karanga kubwa kubwa. Zinaleta raha kula na zina soko. Kituo cha utafiti wa kilimo na liendele kimefanya utafiti wa mbegu aina mbalimbali kulingana na soko na kuhimili magonjwa. Na kwa sababu hiyo sisi tumefanya utafiti kwa kuhakikisha kwamba mbegu ambazo zinatoka sasa hivi zinakuwa ni zile kubwa kubwa kwa ajili ya hiyo confectionery market. Lakini swali lingine ambalo tunaliangalia, wakulima wanapoteza mazao mengi au tija ya karanga sio kubwa kutokana na mashambulizi ya magonjwa. Kuna ugonjwa unaitwa rosette ambao nafikiri uligunduliwa hapa Tanzania mwaka 2007 kule Lindi. Rosette huwa unafanya majani yanakunjamano, na kwa sababu hiyo unashindwa kuzalisha kiasi cha kutosha. Lakini kuna magonjwa mengine kama madoa majani. Kwa katika utafiti wetu tunafanya utaratibu kwamba tunachagua mimea ambayo inavumilia. Kwa mbegu zote ambazo tumezitoa mwaka 2009 tulitoa aina 5 mpya ambazo zina uwezo ukinzani wa hayo magonjwa ya madoa majani pamoja na ile ugonjwa wa rosette au ugonjwa wa ukoma. Mbegu hizo ni kama ile inaitwa Naliendele 2009. Hii mbegu ni ya muda mfupi na inafaa sana sehemu za Dodoma, Singida kwa sababu kule kuna asili ya ukame. Alafu yenyewe huwa inakomaa mapema siku kama 90 mpaka 85 mpaka 90 hivi. Ganda lake na yenyewe liko very rough, na ukibangua karanga yake ni kubwa na inapenda sana na wakulima. Alafu kuna karanga inaitwa mangaka. Mangaka hii jina lilitokea kwa sababu shughuli zetu za utafiti wa karanga tunafanya shirikishi. Kwa baada ya kufanya utafiti katika kituo tunapeleka kwa wakulima kuangalia kama hizo karanga tulizozigundua wanazipenda au hawazipenda, kwa sababu na yenyewe ni mojawapo ya taratibu. Mbegu haiwezi ikapitishwa na kamati ya mbegu ya taifa kama haijapita mikononi mwa wakulima. Kwa hiyo kuna mbegu inaitwa mangaka na yenyewe inakuwa na mbegu 3, alafu karanga zake ni kubwa kubwa, alafu na ganda lake ni laini kiasi kwamba mkulima anapata urahisi wa kuweza kuzibangua hizo karanga. Lakini mbegu nyingine inaitwa mnanje. Mnanje yenyewe ni nyekundu, ina mafuta mengi karibu 52%, ni kubwa kubwa na wakulima wa mnanje wamezipenda sana. Actually tulitoa hili jina kwa heshima yao kwa sababu tulianza nao mwaka 95 96 utafiti wake mpaka tulipofika hiyo mwaka 2009 ndio tumeshakubaliana kwamba hii mbegu ni nzuri na iende kwa wananchi. Kuna mbegu nyingine inaitwa Nachingwea ambayo ina uvumilivu mkubwa wa ukoma. Alafu kuna mbegu inaitwa vile vile aina gani nyingine, Masasi ya 2009. Sasa Masasi ya 2009 ni kama inafanana na ile mnanje, isipokuwa Masasi ina uvumilivu wa ukoma na ina mafuta mengi, ingawa mnanje yenyewe ina mafuta mengi, lakini kutokana na ugonjwa wa ukoma inakuwa na matatizo, lakini imetokea kupendwa na soko, kwa hiyo bado yenyewe inazalishwa. Lakini hatukuachia hapo, tuliendelea kushirikiana na wenzetu hawa Ecrisat na tukatoa mbegu nyingine mwaka 2015. Kuna mbegu inaitwa Nach 2009, Nach 2015 ambao karanga zake ni kubwa kubwa na zinafaa sana kwa walaji, kwa sababu walio wengi wanapenda kula karanga, wanasema hizo kubwa kubwa huwa zinajaa mdomoni haraka. Ina maana kwamba zinaleta shibe kuliko zile ndogo ndogo zinakuwa ngumu kuzibangua, alafu huwezi kushiba haraka kama unakula karanga zile mbichi zile. Lakini kuna karanga nyingine ambao tumekuja kuitoa tunaita kuchele. Hii kuchele ni kwa sababu unajua watu wa Mtwara wanasema mambo yakiwa mazuri unasema kwamba ni kuchele. Na ni kwa sababu mimi nikalitumia hili jina kwamba kumekucha, kwa sababu karanga sasa hivi ni zao la biashara kwa Tanzania nzima, na kwa uzuri karanga zinazalishwa kuanzia usawa bahari mpaka mita 1500. Na karanga hazina upendeleo wa kanda fulani. Karanga inalimwa kusini, karanga inaendwa kanda ya kati, kanda inalimwa vile vile kule kaskazini. Kwa hiyo nchi nzima ina uwezo wa kulima karanga. Mikoa ambayo inazalisha kwa karanga kwa wingi ni mikoa hiyo ya Shinyanga, mikoa ya Tabora, mikoa ya Dodoma pamoja na Mtwara. Hiyo ndio big 4 kwa ajili ya uzalishaji wa karanga. Kilimo cha zao la karanga ni kilimo rahisi kama utafuata ushauri wa wataalamu wanaotambulika.
Mtafiti wa mazao ya mbegu za mafuta kutoka Kituo cha Utafiti wa Kilimo na Liendele anaeleza changamoto zinazoweza kutokea kama mkulima atalima zao hilo bila kufuata maelezo ya mtaalamu. Zao la karanga kwa ujumla linahitaji udongo wenye kichanga. Alifanya vizuri kwenye udongo ambao ni tifutifu, kwa sababu karanga zile wakati wa kuvuna zinashindwa, nyingine zinabaki kwenye udongo, zinashindwa kutoka. Lakini ni kwamba udongo ambao ni wa mfinyanzi unadumaza karanga. Karanga zinashindwa kumea vizuri, mizizi ile inashindwa kupenya kwa sababu udongo ule unakuwa ni mgumu. Lakini pia zao la karanga linahitaji maeneo ambayo kwamba shamba lio limetifuliwa vizuri, limelimwa vizuri. Na ni zao ambalo kwamba halipendi liweze kuchanganywa na mazao mengine, hususani zao la mbaazi au zao lingine kama maharage na mazao mengine kama mikorosho. Ni kwa sababu zao hili, moja ya changamoto inalolikumba hili zao ni wadudu. Kuna wadudu tunaosema inzi wa karanga. Inzi wa karanga huwa wanazuru zao la karanga kwa kufyonza mizizi au zile karanga changa na kuifanya karanga kusinyaa, inakauka, na baadaye majani yale yanakuwa na rangi ya njano, na baadaye karanga inakauka. Sasa kuweza kudhibiti tatizo hili ni kwamba tunashauri kwamba kulima hili zao kwa kutochanganyisha na mazao jamii ya maharage, mbaazi pamoja na korosho. Lakini tunasisitiza kulima kilimo cha mzunguko, nasema crop rotation. Lakini changamoto nyingine kwenye zao la karanga kwa maana ya wadudu ni vidukari au tunasema dudu mafuta, vidukari. Vidukari hawa ni wadudu ambao kwa kawaida wanaeneza magonjwa. Wanafyonza karanga, na katika matemati yake yale wanakuwa wamebeba vimelea vya ugonjwa ambavyo tunasema kitaalamu ugonjwa unaitwa ukoma wa karanga au rosette virus. Ndio wanakuwa wanaeneza hawa vidukari. Sasa namna kudhibiti vidukari hawa ni kuweza kupanda karanga kwa kuzingatia nafasi zilizoelekezwa kitaalamu na ambazo tumeshaziainisha tayari. Na unavyofanya vile ni kwamba hawa vidukari wanashindwa kuruka kutoka mmea mmoja kwenda mmea mwingine ili kuweza kueneza magonjwa. Lakini namna nyingine ni tunashauri kwamba tumeshaainisha viatilifu ambavyo vinaweza vikatumika kuweza kumdhibiti huyu mdudu aina ya kidukari. Lakini pia inavyokuwa imebidi basi kutumia viuatilifu. Pamoja na hivyo kuna changamoto nyingine, kuna wadudu wengine ambao wanakuwa wanashambulia zao la karanga. Hao nawaita leaf miner. Ni funza wa majani ambao wenyewe wanakuwa wanataga mayai kwenye majani ya karanga, na baadaye wale funza wanazaliana ndani ya majani. Na utajuaje basi? Karanga utaziona zinakuwa na mabaka fulani au vidoti fulani ambavyo vinakuwa na rangi ya kahawia. Na sasa ukichunguza kwa makini zaidi, ukienda utakuta kwamba kuna funza wa majani ambayo yuko ndani ya majani yale ya karanga. Kuna viuatilifu ambavyo tayari tumeshaainisha ambavyo vinaweza vikadhibiti mdudu huyu. Lakini kwenye upande wa magonjwa, ugonjwa ambao ni tishio sana kwa zao la karanga ni ugonjwa ambao unajulikana kama rosette virus, groundnut rosette virus, au tunasema ukoma wa karanga. Ugonjwa huu ni kwamba unajitokeza sana endapo karanga zimechelewa kupandwa, zikupandwa kwa muda na ikakutana na hali ya ukame. Lakini pia ugonjwa huu unatokea endapo karanga shambani hazikupandwa kwa kuzingatia nafasi ambazo zimeshauriwa kitaalamu. Sasa hivyo kusababisha karanga kuwa mbalimbali. Zinapokuwa mbalimbali inampa nafasi
kidukari ambaye ndio mwenezaji mkuu wa huu ugonjwa anaweza kutembea kutoka mmea mmoja wa karanga kwenda mmea mwingine wa karanga. Sasa utajueje basi kwamba karanga imeshambuliwa na huu ugonjwa? Huu ugonjwa kimsingi unasababishwa na vimelea ambavyo ni virusi. Sasa hivi vimelea vikishambulia huu ugonjwa baada ya kuenezwa na hawa vidukari, ni kwamba karanga zinakuwa na rangi ya manjano. Zinakuwa na rangi ya manjano, majani yanakunjamana na zinakuwa zimedumaa. Na sasa karanga zikiwa zimeshambuliwa na huu ugonjwa kabla ya hatua ya kutoa maua, ni kwamba hazitatengeneza karanga kabisa, kwa sababu majani yale ndio yanayotengeneza chakula, kwa maana ya tendo lile tunalolijua kisayansi, photosynthesis. Kwa hiyo majani yanakuwa yamekunjamana, hayakui, na yanakuwa yamebadilika rangi, kwa sababu katika kile kijani kibichi ndio chakula cha mmea kinachotengenezwa. Kwa hiyo yanakuwa yameshabadilika rangi, lakini yanadumaa, na hivyo sasa hauwezi ukavuna karanga. Kwa hiyo ugonjwa huu ni tishio sana, na ni kwamba unasababisha 100% hasara, na hasa pia ukikumbana kama umechelewa kupanda. Tumemsikia mtafiti akizungumzia changamoto ambazo tunaweza kukumbana nazo iwapo mkulima hatazingatia maelezo ya mtaalamu. Karanga zinaimarisha afya kwa watu wote, wazee, vijana, watoto na kina mama. Hapa anatoa ushauri kwa walaji na wakulima. Tumefanikiwa kutoa mbegu mbalimbali ambazo zinahimili ugonjwa huu wa ukoma wa karanga. Moja wapo ni Masasi 2009, Nachi 2015. Mbegu hizi pamoja na mbegu nyingine nyingi, ni kwamba mbegu hizi ukizipanda zinahimili, zina ukinzani wa ugonjwa kwa 1% kubwa. Kwa hiyo tunamshauri mkulima asiwe na wasiwasi, atumie mbegu hizo za kitaalamu ambazo ni mbegu bora, ambazo tayari tunazo hapa Taasisi ya Utafiti na Liendele, na kwa kufanya hivyo unaweza kuzalisha zao la karanga kwa tija. Karanga zikilimwa kwa kuzingatia utaalamu ambao tunaokuwa tunashauri, ni kwamba unaweza kupata kilo 1500 mpaka 2000 kwa hekta, ambao ni sawa na eka 2.5 kwa hekta moja. Kwa hivyo hapo mkulima anaweza kupata tija na kuweza kutumia zao hili kwa ajili ya chakula, lakini ziada akauza akapata fedha kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Zao la karanga kama chakula ni zao ambalo ni muhimu sana. Ni zao ambalo lina madini ya wingi, protini kwa wingi, lakini pia lina mafuta kwa wingi, lakini pia lina madini aina ya zinki kwa wingi, ambayo madini haya yanasaidia mwili kuweza kujitengenezea protini, lakini pia kuweza kuzalisha kiwango cha damu kwa wingi, na hivyo ni mwafaka kwa jamii zote, kuanzia wazee, wakina mama wanaonyonyesha, watoto wachanga, wamama wajawazito, vijana, watoto wadogo wanaokua. Na pia ni zao ambalo kwamba ukilitumia kiafya ni zao zuri sana kwa sababu ya protini, lakini hata kwa wale ambao wana tatizo la kisukari inasaidia sana, kwa sababu ni zao ambalo kwamba mafuta yake hayana lehemu. Lakini wakulima na wadau mbalimbali, zao hili linatumika sana, hata wakina mama wanakuwa wanatumia nyumbani kwa kuandaa, wana namna ambao wanaandaa tui la karanga kuweza kuungia mboga mbalimbali na kuweza kuongeza kiwango cha protini katika mboga zile, kuweza kuboresha lishe. Kila mkoa ambao unalima karanga kuna vikundi vya utafiti shirikishi, na vikundi hivi ndivyo vyanzo vya usambazaji wa mbegu. Wenyewe wanasema kopa mbegu, lipa mbegu. Utaratibu huu ulienezwa kwa kutolewa mafunzo na Kituo cha Utafiti na Liendele.
na katika utafiti wetu tumehakikisha kwamba karibu kila wilaya ambayo inalima karanga kwa wingi tuna vikundi vyetu vya utafiti shirikishi. Sasa hivi vikundi vya utafiti shirikishi tunashirikiana nao kwanza kutambua mbegu bora ambao wao wanaipenda kutokana na vigezo vyao, lakini vile vile inakuwa ndio chanzo cha usambazaji wa mbegu, kwa sababu tuna system ya kopa mbegu lipa mbegu. Mkulima au kikundi cha wakulima watu 10-15 tunapatia kilo 25 au kilo 50, wanazalisha hizo mbegu, alafu wakishagawana wenyewe wanawagawia wengine kilo 25 kikundi kingine. Kwa hiyo inakuwa kama vile kama ni revolving seed fund, kwamba mtu akipewa na yeye anampasia mwingine, mwingine anampasia mwingine. Kwa maana hiyo ndio maana tunao furaha kusema kwamba ongezeko kubwa la uzalishaji wa karanga Tanzania umeongezeka ni kwa sababu ya hiyo community based seed production system ambayo tumeunda, kwa sababu ukumbuke kwamba Tanzania tunazalisha karanga, hakuna kampuni yoyote ya mbegu ambayo inazalisha karanga, ingawa tumeanza kuzishawishi hizo kampuni kama za Suba Agriculture Seed Agency na wenyewe watusaidie kuzalisha hizo mbegu ili impact ya utafiti wetu uwe mkubwa zaidi, kwa sababu kama uzalishaji unakuwa mdogo na inachukua muda mrefu kuweza kuongeza uzalishaji, na tungependa tunapoingia kwenye ASDP2 na karanga nao ingeweza ikapata nafasi ili izalishe, kwa sababu kumbuke karanga ni zao la ukame, karanga linarutubisha udongo, karanga vile ni kama ina improve nutrition, kwa sababu karanga inachukuliwa kama ni zao la akina mama. Kwa hiyo akina mama wakilima karanga hata watoto wao waweze kupata utapiamlo. Kwa hiyo nafikiri ni zao ambalo lina nafasi kubwa katika kuondoa maskini na vile kuondoa utapiamlo kwa watoto wa chini ya miaka 5. Ukumbuke kwamba tuna hiyo tatizo, na hata kwenye maendeleo endelevu tumesema kwamba tupunguze kiasi cha watu ambao wanapata utapiamlo. Ni lengo moja katika sustainable development goals. Kwa nafikiri karanga na yenyewe inaficha vizuri sana. Sasa sijataja aina nyingine ambazo tumezitoa mwaka huu. Mwaka huu tumetoa kuja na karanga aina 3 ambazo ni bora zaidi. Kuna karanga tumeipatia jina la Naliendele 2019, yenyewe ni nyekundu na unaweza kupata karibu tani 2 mpaka tani 2.5 kutoka kwa uzalishaji. Alafu yenyewe ni kubwa, zinavumilia sana ugonjwa wa ukoma. Nafikiri ugonjwa wa ukoma ni tatizo kubwa sana kwa nchi ambazo zipo chini ya jangwa la Sahara. Na kwa sababu ugonjwa wa ukoma unasababishwa zaidi na wadudu wanaitwa vidukari. Vidukari huwa wanafyonza majani ya karanga. Na yale mate yake yana virusi. Kwa hiyo inasababisha mikoa ile mimea isiweze kukua vizuri, inakuwa stunted. Na hata kuchipa kule chini inakuwa ile mizizi ambayo itakuwa itoe ile karanga inakuwa kama mishale tu. Kwa hiyo nafikiri ni tatizo kubwa. Sasa sisi tumelipambana na hili tatizo kwa kuja na mbegu bora ambazo zina ukinzani mkubwa wa tatizo hili la ukoma. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipindi hiki. Wiki ijayo tutaendelea na sehemu ya pili ya kipindi hiki na tutazungumzia tatizo la sumu kuvu. Asanteni.